Karibu katika episode ya 7 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 6, basi hakikisha unagusa hicho kipop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Tulishia katika chumba cha upelelezi ambapo siku ya leo alikuwa anasema kwamba kutakuwa na shahidi mpya ambaye atakwenda kuingia, na hakuwa mwingine bali alikuwa ni Mwamba Sangyang. Kitu ambacho kiliwashangaza sana, hata huyu Captain Sile alibaki anashangaa kuona kwamba huyu ndio shuhuda wa mwisho. Lakini Mwamba Sangyang alipoweza kuingia katika chumba cha utafiti akasema kwamba hiyo sio taswira kamili ya huyo muuaji, bali muuaji kamili ana sura yake tofauti kabisa na huo mchoro mlikuwa mmeuchora. Kipindi cha nyuma sana, takriban miaka 20 iliweza kupita, niliweza kumshuhudia huyu muuaji akiwa anatekeleza tukio lake la mauaji, lakini kwa bahati nzuri nikamvamia na hapa nikaanza kumshambulia, lakini huyu muuaji aliweza kukimbia umbali mrefu sana na mwisho wa siku akawa amegongwa na gari. Nilipotaka kuweza kumshika, kwa bahati mbaya sikufanikiwa. Lakini si kwamba Mwamba Sangyang aliweza kushindwa kumkamata yule mtumiwa, bali alijikuta anabadilika na kuingia katika umbile lake la kimalaika, kitu ambacho kikawa ngumu zaidi kwa yeye kuweza kumkamata mtu huyu. Ila hakuweza kueleza mapolisi kwa sababu asingeweza kumwamini. Captain Sile ndio mtu pekee ambaye ameshikilia hii kesi. Alikuwa anashangaa sana kuona kwamba dogo anaelezea matukio kama yalivyo, lakini kwamba yeye dogo ni umri mdogo zaidi, anawezekanaje kushuhudia tukio la miaka 20 iliyoweza kupita nyuma akiwa bado alikuwa hajazaliwa. Mwisho wa siku Captain Sile akawa amemuita Mwamba Sangyang na kuanza kumwambia kwamba hivi unachotuambia sisi ni cha kweli, kwa sababu hiyo kesi unaoipeleleza ni ya miaka 29 iliyoweza kupita kabla hata hujaweza kuzaliwa. Lakini dogo akasema kwamba babake ndo alikuwa ameshuhudia tukio hilo. Alikuwa ameacha maandishi yanayoelezea tukio zima lilivyoweza kufanyika, na lengo la kumwambia hivi jamaa ili jamaa aweze kumwamini, kwa sababu Mwamba hamwamini kabisa kwamba dogo alikuwepo kipindi hicho. Kidogo hii point ikawa na mashiko kidogo kwa Mwamba Captain Sile, lakini akasema kwamba inabidi abakie katika kituo cha polisi ili kuweza kusaidia kukamilisha upelelezi wao. Bidada Joanna akawa ameandaliwa polisi mwingine wa kuweza kumlinda akiwa mitaani. Lakini kwa bahati mbaya sana hawakuwa wamwambia kabisa bidada kwamba anamtumia polisi wa kuweza kumlinda. Akawa ameshtukia kwamba kuna mtu alikuwa akimfuatilia kwa nyuma. Ikabidi kukimbia sana na kuanza kumshambulia huyu polisi. Lakini Mwamba akajitambulisha kwamba ni afisa wa polisi na anafanya doria katika mitaa hiyo. Mwisho wa siku bana, bidada ndo kidogo akawa amepata amani. Ila anaingia ndani tu anashangaa rafiki yake amejichora maalama fulani hivi katika uso, akawa anamtisha sana. Akawa anamuuliza, "Je, unahisi kwamba muuaji huwa anajipakaga max kama hizo?" Lakini wakati rafiki yake anaendelea kuyazungumza haya yote, bidada akawa anasema kwamba kuna tukio la ajabu sana na nalikumbuka kipindi nilipokuwa nikifanywa mahojiano. Eti nilijiona kana kwamba nilikuwa nimepigwa mishale, alafu kuna mtu ambaye ni kama malaika alikujaga kunidakaga katika maisha yangu. Ila kitu cha kushangaza ni kwamba alikuwa amenidaka ni ule malaika, ila nilikuwa natakiwa niolewe na mtu mkubwa sana katika ufalme. Kwa bahati mbaya ile siku ya ufalme tukuolewa nikajikuta eti nimeshindikana kabisa. Sijui chanzo ilikuwa ni nini yani. Lakini dada Sia akamkatisha na kumwambia kwamba hebu acha kuzungumzia maono bana, tuzungumzie vitu vya uhalisia. Vipi yule Mwamba Sangyang, unaweza kuingia naye katika mahusiano au ndio bado mnaendelea kuvutiana time tu? Lakini dada akakili wazi na kusema kwamba anahisi tutakuwa na kuingia katika mahusiano hivi karibuni. Alipoulizwa kwa nini anahisi kwamba atakwenda kuingia katika mahusiano hivi karibuni, akasema ni kwa sababu wanaweza kukumbatiana sasa hivi na Mwamba anaonyesha kisa ujirani na yeye wakati mwingi. Lakini dada Sia akasema kwamba hiyo haitoshi peke yake, jamaa anatakiwa akili wazi kwamba anakupenda. Akamuuliza kama kweli anakupenda. Siku leo amejaribu kutafuta au kutumia message yoyote ile. Bidada alipoangalia katika simu yake akashangaa kwamba hakutafutwa. Na bidada Sia akasema kwamba huyo bado hakupendi, anakuenjoy tu unajua. Na bidada Joanna akajisikia vibaya sana kwamba yote alikuwa akiongea Sia na alikuwa na ukweli ndani yake. Ilikuwa kisa Mwamba alikuwa hajamtafuta. Lakini kitu ambacho alikuwa akijui ni kwamba Mwamba alikopo nje ya nyumba yake akimtazama bidada kuhakikisha kwamba usalama wake uko vizuri. Mwamba Sangyang aliporudi nyumbani tu, malaika mwenzake akawa anamwambia kwamba hivi unajua kwa kumpenda huyo bidada unasema unampenda, atakuja kusababishia matatizo makubwa sana ambayo uliweza kutusababishia miaka ya nyuma mno. Bidada nyakati za usiku akiwa anaelekea kulala, moja kwa moja akataka kumtumia Mwamba message akitaka kumuuliza hivi mimi na wewe tuko kwenye mahusiano au la, lakini kila akiandika anajikuta anafuta tu. Ila ghafla tukapokea ujumbe kutokea kwa Mwamba Sangyang akimwambia kwamba siku ya kesho polisi watakuja kutazama. Asile kitu bidada ikawa imemkata sana mudi, kwa sababu yeye hakutaka kabisa kuzungumzia masuala hayo, bali alitaka wazungumzie masuala ya mahusiano. Ila siku ya kesho yake walikuwa wameitwa polisi pamoja na Mwamba Sangyang, na moja kwa moja walielekea katika kituo fulani hivi cha watoto yatima kwenda kufanya upelelezi juu ya kesi ambazo zinaendelea kwa sasa hivi. Lakini kwa bahati mbaya walipofika hapa katika kituo cha watoto yatima, huyu msimamizi wa hichi kituo akasema kwamba amewahi kumuona mtu miaka 20 iliyopita alikujaga katika hichi kituo ambaye anafanana sana na huyu Mwamba Sangyang ambaye amekuja siku ya leo. Haelewi ni kwa nini huyu bado ni kijana sana. Lakini Mwamba Sangyang akaweza kutengua ile kauli na kuanza kusema kwamba hata babangu pia tulikuwa tukifanana naye, huenda alikujaga babangu hapa. Bidada Joanna kwa kitendo cha Mwamba kutokujibu message zake siku za jana alizokuwa akimuuliza baadhi, akawa amekasirika kweli na akaelekea katika kituo cha polisi ambapo anaamini kwamba jamaa anashikiliwa kwa sasa hivi kwa lengo la upelelezi. Lakini kwa bahati mbaya alipofika tu akakutana na huyu Captain Sile. Lakini Captain Sile alipokuwa akimtazama bidada namna alivyokuwa amezoeana na Mwamba na anavyomfokea kwamba ni kwa nini siku ya jana ulikuwa ujibu message zangu, akawa anajiuliza ni message gani ambazo walikuwa wanatumiana hao watu. Ila wakati huo akajitokeza mtu na kumkabidhi mzigo fulani Captain Sile. Na bidada akawa anaongezea kwa kusema kwamba na ni kwa nini siku ya jana uliweza kunikumbatia? Sile ni kwamba ni ishara ya kwamba wewe unanipenda. Lakini Mwamba akawa anakumbuka kwamba aliweza kuonywa kwamba akimpenda tu bidada matatizo makubwa yatakwenda kutokea. Ikabidi Mwamba azuge na kusema kwamba jana kuna pikipiki ilikuwa inakuja nyuma yangu, kwa nikaja kukuzuia. Sio kwamba nilikuwa nakukumbatia eti kwamba nakupenda, hapana. Sasa ule mzigo ambao ulikuwa umetumwa kipindi ambacho walikuwa wanabishana pale katika kituo cha polisi ukawa unaonekanika hapa, na Mwamba alikuwa akiufungua huyu Captain Sile. Akashangaa kuona kwamba ilikuwa ni picha ambayo inaonyesha miaka 20 iliweza kupita. Kuna polisi alikuwa akifanya uchunguzi wa kesi fulani, lakini bahati mbaya ni kwamba Mwamba Sangyang eti alikuwa ni afisa wa polisi miaka hiyo. Captain Sile akaanza kuunganisha matukio na yule interview aliyokuwa ameenda kumfanyia yule mmiliki wa kile kituo cha watoto yatima siku ya jana. Yule mtu alikuwa anasema kwamba miaka 20 iliweza kupita
iliyopita kuna mtu ni kama alikuwa amekuja anafanana sana na huyu mwamba Sangyang. Sil akataka kwanza kumdadisi huyu Sangyang kujua utambulisho wake kamili, huyu jamaa ni nani na kwa nini mpaka dakika hii ni kijana ikiwa miaka 29 aliweza kupita aliweza kuonekana kwa uhalisia wake kabisa ule ule. Hasa wakati anatoka tu aliweza kukuta bidada akiwa anaongea na mwamba Sangyang, lakini wakati huo bidada alikuwa amekasirika sana kwa sababu mwamba alisema kwamba hampendi. Kabidi bidada Sangyang kumwambia Captain Sil, naomba unipeleke nyumbani ili amsababishe mwamba aweze kuona wivu. Lakini mwamba Captain Sil alipoweza kumfikisha bidada nyumbani hakutaka kabisa kulemba mambo, akamueleza bidada kwamba sihitaji muingie katika mahusiano na huyu mwamba Sangyang mapema kabisa. Unatakiwa kufanya uchunguzi sana kwa sababu jamaa ni kama kuna kitu cha siri ambacho kinaendelea nyuma ya pazia. Na baada ya bidada kuambiwa yale maneno akurudi kabisa nyumbani. Mwisho wa siku akatimba katika kibaa fulani kiko jirani hapa, akawa anakunywa sana pombe akiwa anafikiria sana juu ya maneno aliweza kuambiwa na huyu Captain Sil. Lakini ghafla tu Captain Sil akatimba katika mitaa hiyo hiyo kisha akaanza kuongea na bidada, lakini kumbe mwamba Sangyang alikuwa akiwatazama kwa mbali sana. Na tena alikuwa akipata wivu sana kwa hayo yote yanayoendelea. Mwisho wa siku bana akaona ni vyema tu awapige mishale ya upendo ili watu wawili waweze kuoana. Lakini baadaye akakuta moyo wake unamlaumu na kuambia kwamba hapana bana, hutaki kufanya hivyo, upaswi kufanya hivyo. Lakini baadaye wawili wale walikuwa wametoka kulewa sana huko, wametoka kutabasamu sana. Mwisho wa siku mwamba akampeleka yule mtoto wa kike nyumbani. Lakini alipoweza kumfikisha tu bidada akashindwa kabisa kutulia pale nyumbani, akawa aondoka na kuelekea moja kwa moja nyumbani kwa mwamba Sangyang. Kisha akaanza kusema kwamba katika maisha yangu ya baadaye mimi nitakuja kuwa malaika ujue. Wewe kama unanipenda bora unipende sasa hivi. Akawa anampiga mwamba kisi. Wewe mimi nakupenda sasa hivi. Nipende sasa hivi ninapokuja kuwa malaika na kusaidia mambo mengi sana kwa sababu mimi naona kabisa kuna malaika kando yangu. Mwamba Sangyang kwa kutumia fursa hii mwisho wa siku akaamua kumpiga kisi bidada kwa sababu kila wakati anaona kwamba bidada anajipendekeza hapo anashindwa kuitumia fursa hiyo vizuri. Hasa siku ya leo bana katika kituo cha polisi kuna wanandoa wawili walikuja hapa wana ugomvi sana kwenye ndoa yao. Mwana watu wanaga sana manundu, yani ugomvi wao unakuwa gani mkubwa kweli kweli na wanapigana kweli kweli, yani si mchezo. Lakini baada ya siku mbili tena wanapatanaga. Sasa mwamba Sangyang akachukua bunduki yake ya upendo na kisha akapanda juu kabisa ya ghorofa akamlenga mwanaume. Mwanaume akaanza kumpenda mke wake hapo hapo kituo cha polisi. Lakini alipotaka kumlenga na huyu mwanamke ghafla tu akasikia kwamba upo chini ya ulinzi. Ile kugeuka nyuma yake anakuja kugundua kwamba ni Captain Sil. Akamwambia kuanzia sasa hivi uko chini ya ulinzi na anakamata kwa kosa la kwanza kwa kutumia hiyo bunduki yako ambayo unaitumia wakati huu kimakosa na kinyume cha sheria. Lakini jambo la pili la kukamata kwa kitendo cha kuweza kutudanganya kwa kusema kwamba babako ndio alikuwa akitembelea kile kituo cha watoto yatima miaka 20 iliyopita. Lakini katika utafiti wetu tumekuja kugundua kwamba wewe ndio ulikuwa ukitembelea kile kituo cha watoto yatima na imekuwaje miaka 20 mpaka sasa hivi uko vile vile. Lakini mwamba akasema kwamba hilo sio swali la msingi. Swali la msingi ni kwamba mtu aliyetuma hizo picha ni mtu wa muhimu zaidi kuliko hata nyie mnavyonifikiria mimi. Kwa huyo mtu ndo kuweza kuhisiwa kwamba yeye jamaa ndo anahusika na nini katika hayo matukio yote. Lakini Captain Sil alipotoka katika eneo lile moja kwa moja akatima katika ile bunduki ambayo mwamba alikuwa akiitumia. Katika kuikagua akaja kushangaa kwamba kumbe ilikuwa ni mdoli fulani tu. Akaanza kushangaa, wewe jamaa una kiti mama, yani umri huo unachezea midoli ya bunduki kweli? Usiku wa leo bidada Joanna naye alipitia jambo moja la ajabu kidogo. Eti katika ndoto zake akawa anamuota yule girlfriend wa mwamba Sangyang, girlfriend wa siku za hivi karibuni miaka 20 iliyoweza kupita. Na akawa analiona tukio zima mpaka namna vile bidada alivyokuwa ameweza kutekwa na alikuwa anamuona mpaka huyo mtu alikuwa ameweza kuteka. Hii imekaa vipi? Anapotembea katika maeneo hayo anahisi kabisa kwamba huyu msichana alikuwa katika mitaa hii. Dada akazidi kusogea mbele kidogo mpaka pale katika nyumba ambayo yule bidada alikuwa anatokea. Kisha akasema kwamba mwanamke wa nyumba hii alikuwa amekufa kitambo. Kuna mama mmoja akawa ametoka pale ndani ile nyumba. Akawa anajikuta anatoka na machozi tu. Sasa bidada akawa anajiuliza ni kwa nini ameweza kuona tukio zima linaloendelea katika ile nyumba ikiwa yeye sio mmoja kati ya watu ambao waliweza kuhusika katika tukio hilo. Sasa kana kujifikiria mambo yamekaje mimi naota ndoto ambazo mazingira yake yote yanaonekana ndio yale yale. Sasa bidada Joanna akawa anawaza wakati wote juu ya ile kisi ambayo mwamba alikuwa amempiga siku ya jana. Lakini naye mwamba huku naye upande wa pili kila wakati anawaza ile kisi aliyokuwa amepigana na bidada siku ya jana. Ni wote wakajikuta wanawazia kisi hiyo hiyo. Akaenda kumchana rafiki yake ukweli kwamba siku ya jana ameweza kukisi na mwamba. Lakini rafiki yake akamwambia kwamba ulikisi ukiwa na akili timamu kabisa na alikwambia kwamba anakupenda. Akamwambia pana, nilikuwa bana nimelewa kweli kweli. Akasema huenda alikukisi kwa sababu ulikuwa umelewa, alikuwa anataka kuchezea. Lakini siku ya leo mwamba Sangyang akawa amekutana na Captain Sil na akawa anapiga story kidogo katika maeneo fulani hivi ya mgahawa. Lakini Captain Sil akaanza kusema kwamba kwa mara ya kwanza nilipoweza kumuona bidada nilihisi kama kwamba nampenda fulani hivi, lakini baadaye nikaanza kuona kwamba anapaswa kumlinda. Nilipoweza kugundua kwamba bidada yuko katika matatizo na hisi kabisa anastahili kuweza kumlinda tu na sio kumpenda tena. Lakini wewe mwamba Sangyang, je, unampenda bidada au kuna kitu kingine tofauti na hicho kinachosababisha wewe uweze kumfuatilia? Lakini mwamba Sangyang akamwambia mwamba kwamba awe huru tu, kama anampenda bidada akamwambia kwamba anampenda, lakini yeye hana hisia zozote. Lakini mwamba akamwambia kwamba usije kawa ni muoga unashindwa kumtongoza bidada. Lakini mwamba akasema mimi sio muoga kabisa, kama nikutaka kumtongoza ningemtongoza kitambo tu. Basi bana, mwisho wa siku Captain Sil alikuwa ameachiwa uwanja wa wazi kabisa kwamba kama atampenda bidada anaruhusiwa kwenda kumtongoza na kumueleza ukweli. Lakini Sangyang hampendi kabisa huyo bidada. Okay bana, wakati huo tunaonyesha bidada Joanna akiwa anatembea katika mitaa na huko akutana na mzee mmoja ambaye mke wake ampotea siku za hivi karibuni. Na huyo mzee akasema kwamba wewe nimesikia kwamba ndio shuhuda ambaye uliweza kushuhudia mke wangu wakati anapotea. Lakini ni kweli ni kwamba mimi nahisi kabisa kuna mtu anayefahamika kama Kim, huenda huyo ndo amehusika katika mauaji ya mke wangu. Lakini kila wakati naona polisi hawajatilia jambo hili mkazo kwa sababu hawana ushahidi wa kujitosheleza kwamba Kim ndio aliweza kuhusika katika mauaji ya mke wangu. Ila mimi nahisi kabisa huyo mwamba Kim ndo anahusika kwa 100%.
100. Hasa unadhani nini ambacho kitakwenda kujili? Tukutane katika episode ya 8 ya tamthilia yetu nzuri sana. Kumbuka kwamba tunaimaliza mpaka finali. Kisha tukwamba unagusa alama ya kulike mpaka tutakapofikisha like 100, basi finali ya tamthilia hii itakwenda kujili. Mara baada ya kutokea katika tamthilia hii tutakupa na vipande kadhaa ambavyo itakwenda kuhitimisha tamthilia yetu.